ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sehemu nyingi katika kitabu chake ya kwamba hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake na ndani yake kuwa ni upuzi. Hakuumba kwa ajili ya mchezo, kwa ajili ya upuzi na batil. Wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, sikuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa ajili ya upuzi. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hivyo ndivyo wanavyodhania na kufikiria wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akatoa onyo kali na kusema fawailul lilladhina kafaru minan nar, basi ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika kitabu chake malengo ya kumuumba mtu na jini, na kuwa pia hakuwaleta hapa kwa sababu ya upuzi na mchezo. Akasema katika kitabu chake, na siyaki ya hizi aya zazungumzia watu wa motoni watakapokuwa wakiadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, katika maneno watakayoambiwa: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, je, mlikuwa mnadhania kuwa tumewaumba kwa ajili ya mchezo na upuuzi na kuwa kwetu sisi hamtaregea? Fataala Allahu al-maliku al-haq, ametakasika na kutukuka Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme wa haki. Ametakasika kutokamana na kuwaumba viumbe wake abathan, kuwa ni mchezo tu. Akawabainishia majini na watu kuwa malengo ya nyinyi kuletwa hapa duniani ni haya malengo muhimu ya kumpwekesha Allah katika ibada. Akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hapa
Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi malengo na sababu ya yeye kuwaumba majini na watu. Wama khalaqtul jinna wal ins, sikuwaumba majini na watu illa liya'budun, ay liwahidun, isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa hii aya na zile tulizozitaja kabla yake, twaona wazi umuhimu wa tauhid na aqida sahihi katika maisha ya mwanadamu. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume wake na kuteremsha vitabu vyake kwa ajili ya umuhimu wa jambo hili la at-tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza zubda ya da'wa ya mitume wote kwa kifupi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Akaeleza kuwa hakika tumetumiliza kwa kila umma mtume, na huyu mtume ulinganizi aliyotumilizwa an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kuwa awalinganie watu wake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii aya imezungumza kwa kuenea da'wa za mitume wote, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupigia mifano ya da'wa za mitume mbalimbali aliyowatumiliza. Wengine akawataja kwa majina yao na namna walivyokuwa wakilingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ambaye ni Nuh alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza kabisa alilowasikilizisha watu wake, ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Kwa ikawa da'wa ya mwanzo kabisa ya mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna Mungu mwingine nyinyi anayestahiki kupelekewa ibada isipokuwa yeye peke yake Allah. Nuh umri wa da'wa yake si umri wake, umri wa da'wa yake, yani kiasi alichokaa kwa watu wake kuwalingania, 1000 sanatin illa 50 ama, ni miaka 1000 kupungua 50. Miaka hii 950 awalingania katika nini? At-tauhid. Ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Miaka 950, karne 9 na nusu alingania katika tauhid. Allah akateremsha sura nzima tuifahamu, ni suratu Nuh. Nenda kaisome utizame namna alivyowalingania watu wake kwa kila njia katika tauhid, kuonyesha umuhimu na uzito wa jambo la tauhid. Allah akatumiliza mitume mbalimbali, thumma arsalna rusulana tatra, mtume baada ya mtume wafuatana, mtume baada ya mwingine. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Akawatumilizia Hud watu wa Ad, Ad akawatumilizia Hud, akawalingania katika tauhid na kuwakataza shirki, mpaka wakamwambia ajitana lina'budu Allaha wahdahu
wa nadhara ma kana ya'budu abauna, umetujia wewe ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, tuache vile ambavyo walivyokuwa wakiviabudu baba zetu na babu zetu. Thamud wakatumiwa Salih alayhi salatu wassalam, ya qaumi a'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, mpaka akatumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tutachukua mfano mzuri, tuzunguke kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna alivyolipa kipaumbele jambo la tauhid. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mitume wote waliopita hakutoka nje ya yale waliokuwa wakilingania mitume waliokuwa kabla yake. Na hapa ndiyo tusema hivi, yoyote anayekuja katika kulingania watu akaingia katika uwanja wa da'wa alingania watu, kisha asianze na pale alipoanzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wote kabla yake, huyu amekhalifu ijma' ya mitume wa Allah. Hakuna ikhtilaf kuwa mitume wa Allah wote jambo la kwanza walioanza walingania katika tauhid, kuonyesha umuhimu wa tauhid. Na hapa kuna shubha ambayo hizbiyun hupenda kuitumia, na ikiwa wewe hujielewi waweza kuingia katika mtego wao. Waddu law tudhinu fayudhinun, watamani ulainishe msimamo wako ewe mtu wa sunna. Utaona wasema kuwa haina neno, wewe lingania katika tauhid, kundi lile litalingania katika khilafa, na kundi lile litalingania katika akhlaq, na kundi lile litalingania. Sasa sisi twasaidiana, tunasikia msemo kama huu, twasaidiana. Nauliza, kuna mtume alitumilizwa katika tauhid, kisha mwingine kwenye khilafa, kisha mwingine akatumilizwa wewe utakwenda kwenye akhlaq wewe? Ama mitume wote wamelingania katika jambo moja tu mwanzo, ambalo nini? Tauhid. Ilikuwa iwezekana kuwatumilizwa mtume huyu kazi yake kulingania katika tauhid, kisha atumilizwe mwingine wa akhlaq, kisha atumilizwe mwingine wa jambo hili na lile. Lakini mitume wote kwa ijma' ya mitume, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hakuna aliyetoka nje ya huu msingi, kuwa jambo la kwanza kabisa walilokuwa wakilisimamia mitume wa Allah ni kulingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza kabisa alilowasikilizisha Makuraish, qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Akawalingania watu wake katika la ilaha illa Allah, kuwa waseme la ilaha illa Allah watafaulu. Ikawa jawabu la Makuraish kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Miungu zaidi ya 350 yanaoabudiwa Makka, Al-Kaaba imezungukwa na masanamu. Walikuwa waelewa maana la ilaha illa Allah ni kuwa wawache kuabudu vyote hivi vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tuache miungu yote hii, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo la ajabu sana. Wakawa wahusiana katika nini? Kusubiri, animshu wasbiru ala alihatikum, achaneni nayo. Tena wahusiana kuwa na subra juu ya batil waliokuwa nao ya shirk, wakawa wasubiri juu ya ile shirki waliokuwa nao. Bali walikuwa wakimuona mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema, in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Muona huyo kidogo tu atupoteze,
Wahabi wale wawapoteza nyinyi. Akupoteza wewe anayekuambia muombe Allah peke yake usimshirikishe na chochote. Akupoteza wewe anayekuambia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, mola wenu mlezi niombeni mimi nitawaitikia. Akakwambia muombe Allah usimshirikishe na chochote. Huyu akupoteza. Huyu anayekuongoza atakwambia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, angalia umuhimu wa tauhid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilingania katika tauhid mpaka akiwa juu ya punda, yuko juu ya mnyama punda. Ibn Abbas yuko nyuma yake, amwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat, nataka kukufundisha maneno, msikilize makini. Ihfadhillah yahfadhka, ihfadhillah tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Amwambia kijana mdogo Ibn Abbas akiwa mtoto mdogo, nataka kukufundisha maneno, chunga mipaka ya Allah na Allah atakuhifadhi. Chunga mipaka ya Allah, utampata mbele yako kila wakati unapomhitajia. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba usiombe yoyote mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa idha ista'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada utake kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Jua umma wote, watu wote wakakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah tayari amekuandikia. Manfaa Allah aliyokuandikia kwa atakupata, atakupata. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Allah ikiwa ameandika kuwa rehma fulani itakupata, hakuna anayeweza kuizuia, na akizuia hakuna anayeweza kuifikisha. Hebu fikiria kijana mdogo alelewa katika malezi kama haya, na umma huu ukakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia. Walau ijtama'u ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayk. Na ikiwa hao pia wamekusanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote, hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekiandika katika madhara, kitakupata. Na ndio maana mafunzo haya aliyomfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, tuna mfano mzuri wa Nuh alayhi salatu wassalam. Watlu alayhim nabaa Nuhin. Habari za Nuh hizi azitaja Allah subhanahu wa ta'ala. Aliwaambia watu wake, idh qala liqaumihi, awaambia watu wake, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Yatahadda ummatan kamila, a challenge umma mzima, kama waweza waje wamfanye watakavyomfanya. Hii daraja ya yaqin waliofikia mitume wa Allah, kwa sababu wao walikuwa ni dhirwa, ndio mfano bora kabisa wa tauhid. Angalia ile athar iliyowapelekea na ule ushujaa waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, da'wa yake jambo la kwanza kabisa akalingania katika nini? Katika tauhid. Na wapo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walikuja wakakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu da'wa yake.
kama Amr ibn Absa as-Sulami radhiyallahu anhu asema katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala ad-dalala. Asema mimi nilikuwa wakati wa jahiliya, kabla ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa nahisi kuwa watu tuliokuwa nao walikuwa katika upotofu, kuabudu masanamu. Hii si dini kwa fitra. Huyu sahaba alikuwa yajua hivi. Wa annahum laysu ala shay wa hum ya'buduna al-awthan. Kwa hiyo alikuwa aitakidi kuwa kile walichokuwa kikifanya cha watu kuabudu masanamu si haki wala sio sawa. Asema huyu sahaba, fasami'tu birajulin bimakkah yukhbiru akhbaran, nikapata habari kuna mtu kule Makka ana habari wazungumza, yani asikia kuhusu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alayhi, chukua kipando changu nikapanda nikaenda kwake. Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan, nikifika Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuko katika hali ya kujificha ficha, mwanzo wa da'wa yake, aogopea watu wake. Fatalattaftu hatta dakhaltu alayhi bimakkah, nikajificha ficha mpaka nikaingia kwake Makka. Faqultu lahu ma anta, nikamuuliza kwani wewe nani? Wewe watu wa kuzungumza huku, wewe nani? Qala ana nabiyyun, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mimi ni nabii. Faqultu wama nabiyyun, na nabii ndio nani? Qala arsalani Allah, Allah amenitumiliza mimi. Qala faqultu wa bi ayyi shay'in arsalaka, Allah amekutumiliza wewe na kitu gani? Qala arsalani bi silati al-arham wa kasri al-awthan wa an yuwahhad Allah la yushrak bihi shay. Mimi nimetumilizwa kwa ajili ya kuamrisha watu kuunganisha kizazi na kuvunja masanamu na aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala, asishirikishwe na chochote. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka wazi kuwa da'wa yake aliyotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni apokeshwe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingania, na kwa kweli alipata tabu Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingania watu katika tauhid. Alipata upinzani mkubwa, yatosheleza ammi yake tu Abu Lahab awe ni katika watu wa mwanzo walioshika bendera katika kumpigia vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizunguka katika masoko mbalimbali ya Waarabu wanapokusanyika, akiwalingania katika la ilaha illa Allah. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Nyuma yake amfuata ammi yake Abu Lahab, ampiga kwa mawe, yadribuhu bil ahjar wa yaqulu innahu ibnu akhi la tusaddiquhu, huyu ni mtoto wa ndugu yangu, msimsadikishe, muongo. Ammi yake wa huwa la yaltafitu ilayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hata amtizame, aendelee kulingania katika jambo zito aliloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala halikumregesha nyuma hilo kulingania katika tauhid. Na tizama athar ya tauhid katika nafsi ya Muislamu inapoingia kisawasawa. Bilal radhiyallahu anhu wa ardhah alikuwa ni mtumwa wa Umayya ibn Khalaf. Bilal alikuwa akitolewa mchana, idha hamiyat adh-dhahira, pale jua linapokuwa la waka la choma kisawasawa. Sisi sasa hivi tuko huku kwetu huku ambapo jua si chochote ukipima na jua linalokuwa kule jangwani, lakini sasa hivi tuko kwenye baada salati al-maghrib, lile joto watu wanalosikia Allahu a'lam.
Wewe fikiria mtu amewekwa katika jangwa, jua limewaka la choma, achukuliwa Bilal radhiallahu anhu, kisha atupwa kwa maungo yake katika mchanga wa moto, kisha aamrishe Umayya ibn Khalaf jiwe kubwa liwekwe katika kifua chake, fatudha'u ala sadri, lichukuliwe jiwe liwekwe juu ya kifua. Thumma yaqulu la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut, wallahi utabakia hivyo hivyo mpaka ufe wewe, au takfura bi Muhammad, au mkufuru Muhammad, wa ta'budu Lat wal Uzza, mpaka umwabudu Lata na Uzza. Bilal hazidishi zaidi ya kusema nini? Ahadun ahad, ahadun ahad. Haya ndio maneno yanazungumza radhiyallahu anhu arda. Kitu gani kilichomfanya akawa hawezi kutikisika katika itikadi yake? Ni kuwa kile alichokisimamia ni itikadi sahihi iliyomwezesha yeye kuweza kusubiri, na ana mifano kabla yake, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Nuh alayhi salatu wassalam aliudhiwa na watu wake, akabakia na msimamo ule ule mpaka wakamwita mwenda wazimu, wakampiga, wakamfanya walivyomfanya, lakini msimamo wake uko pale pale. Yahya alayhi salatu wassalam aliuawa na kukatwa kichwa kwa sababu ya tauhid. Zakaria alayhi salatu wassalam ameuawa kwa sababu ya tauhid. Isa alayhi salatu wassalam walitaka kumuua kwa sababu ya nini? Tauhid. Mitume hao wote wamepita, hii ndio ilikuwa hali. Lakini angalia thabat waliokuwa nayo na msimamo waliosimama nao, utajua siri kwa nini mitume wa Allah jambo la kwanza kabisa walikuwa wakianza na nini? Na tauhid, kwa sababu ndiyo inaojenga nyoyo za watu kisawasawa. Nenda katika tarehe kasome, utaona mambo ya ajabu sana, na hasa ukisoma qasasul anbiya utakuta mambo ya ajabu sana. Nyote mwasoma suratul Buruj, Allah akaeleza pale kisa cha ashabul ukhdud maarufa, na asli ya kile kisa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekieleza kisa cha yule kijana aliyechaguliwa na mfalme kwenda kusomea uchawi. Baada ya kuwa mchawi wa mfalme alikuwa amezeeka, akachelea asije akafa bila yeye kumfikishia mwingine ile elimu ovu aliyokuwa nayo. Kwa kachaguliwa kijana aende akafundishwa. Allah akakadiria yule kijana akakutana na nani? Rahib. Yule akamfundisha tauhid, huku yofundishwa shirki, yule akamfundisha tauhid. Kijana akaikubali tauhid. Kisa kirefu, lakini yule mfalme alikuwa akidai kuwa yeye ndiye anastahili kupelekewa ibada, aabudiwe yeye. Kwa kila njia aliyoitumia katika kutaka kumuua yule kijana ikashindikana, haikuwezekana. Nafupisha kile kisa kwa ajili ya mahalu shahid. Yule kijana mwisho akamwambia, ikiwa wataka kuniua, kusanya watu wote wa mamlaka yako pale pamoja, kisha unisulubu mahali, kisha chukua mshale useme bismillahi rabbil ghulam, kisha nipige na ile chembe ya mshale, hapo utaweza kuniua. Yule bwana akaingia katika mpango vizuri kabisa, akimpiga yule kijana kweli akafa kwa ule mshale aliopigwa nao. Lakini watu umma mzima wamesikia bismillahi rabbil ghulam, wote wakageuka katika tauhid. Mfalme ashaanguka katika kile ambacho walikuwa wakiogopa, kuwa watu wote wamemwamini Mola mlezi wa yule kijana. Akaamrisha kuchimbwa mashimo, kukawashwa na moto, kila ambaye hatarudi nyuma amwabudu yeye basi atatiwa katika shimo la moto. Alimaliza mamlaka yake,
aliwachoma wengi sana, hakuna aliyerudi nyuma. Angalia ile thabat waliokuwa nayo kwa sababu ya kuwa na tauhid na itikadi sahih ilivyoathiri katika maisha yao. Wachawi wa Firaun, baada ya kudai Firaun kuwa Musa ni mchawi tu, falanatiyannaka bisihrin mithli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, sisi tutakuletea uchawi kama wako wewe, wajifanya mchawi, sisi pia tunao wachawi. Kwa hivyo tuahidiane, lini tukutana, mahali gani? Musa alayhi salatu wassalam qala maw'idukum yawmuz zinati ay yawmul eid, siku ya Idi. Walikuwa na siku yao ya Idi wakisherehekea, ambapo watu wote watakuwa hawako kazini, watu katika hali ya nini? Ya kusherehekea. Wa an yuhshara an-nasu duha, watu wakusanywa wakati wa duha, jua la waka, kila mtu aone nani aliyeshinda, waone. Na hakuna tutakutana magharibi bwana, sema kuna ingia giza, wazi wazi watu waone mshinde nani. Katika kila jambo wale wenye khibra na lile jambo ndio watu huregea kwao. Kama ni uchawi, hakuna anayeujua uchawi kama mchawi, kwa sababu yeye ni mchawi. Sasa Musa alipowashinda wachawi wa Firaun katika yale mashindano yaliyowekwa pale, alipowashinda, watu wa kwanza kumwamini Musa nani? Kwa nini? Kwa sababu wao wajua tofauti ya uchawi na ambacho si uchawi. Wao walijua zaidi kuwa Musa hiki alichokifanya si sihr, haiwezekani kwa uchawi. Wakawa wa kwanza wao kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulqiya as-saharatu sujada. Sasa hapa Firaun janna jununu, akapandwa na wazimu. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum, nyinyi muamini kabla mimi sijatoa idhini. Yale maneno ameyasema ujanja tu, ili wale wengine waone kuwa yeye paka idhini yake akitaka basi atakupa ruhusa uamini, lakini yuwajua kuwa Musa yuko katika haki. Akatoa makamio makali, mtawakata mkono wa kulia, mguu wa kushoto, ni wasulubu katika mashina ya mtende, mutajua nani anayeadhibu zaidi. Kwani hilo liliwatikisa wale wachawi? Wale wachawi hawakutikisika wala hawakurudi nyuma, kwa sababu tauhid ilikuwa tayari ishakita mizizi katika nyoyo zao. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia Makka miaka 13 alingania katika tauhid. Allahumma, mwaka wa 10 ikafaradhishwa ibada ya nini? Ya swala. Na alikuwa akiwaamrisha akhlaq njema, silatul arham, as-sidq, kuwa wa kweli, kuunganisha kizazi. Lakini nguzo kama swala, zaka na nyinginezo zilianza kufaradhishwa swala katika mwaka wa 10. Miaka 13 alingania katika tauhid. Alipokwenda Madina hijra, walipopewa ruhusa ya jihad fi sabilillah, sasa waruhusiwa kupigana katika njia ya Allah. Nyote sina shaka kuwa mafahamu hata kwa uchache kuhusu vita vyaitwa Ghazwatu Badr, vita vya Badr. Asli ya vita vya Badr, hawakutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kwa ajili ya kwenda kupigana vita, bali walitoka kwa ajili ya kwenda kuvamia msafara aliyokuwa nao Abu Sufyan. Lakini ikabadilika njiani, ikawa sasa nini? Ni wapambane na Makuraish. Kina Abu Jahal nao washakusanya jeshi lao waje. Mafahamu ile hiwar iliyokuwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika jambo la kuwa tuingieni kwenye hivi vita au la. Kasimama Abu Bakar
akazungumza maneno ya kumtia moyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kaa, Allah akujaze kheri, maneno yako mazuri, kaa. Kasimama Umar, kasimama katika Ansar, ya Rasulullah, ni kana kwamba watukusudia sisi. Manake asimama Abubakar, asimama Umar, wewe watukusudia sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ndio, na wakusudia nyinyi. Mkataba na makubaliano baina yangu mimi na nyinyi ni kuwa mutanilinda nikiwa wapi? Madina, si nje ya Madina. Nataka kusikia kwenu nyinyi wasemaje. Ya Rasulullah, wallahi law khutta hadha albahr la khudhnahu ma'ak, ingia ndani ya bahari, zama, tuko nyuma yako, tuamrishe chochote unachokitaka, mali zetu ni zako, kila kitu unachotaka kutuamrisha, tuamrishe, tuko tayari, tutakunusuru, na kesho utatuona, utajua kama sisi ni mashujaa katika vita, haturudi nyuma. Hawa mpaka wao waweze kusema maneno kama haya, wamejengwa shekhi, wamejengwa kisawasawa katika nyoyo zao, katika aqida sahiha, ikawa ile aqida imekita mizizi, wakawa tayari kwa lolote. Wallahi leo kuna wangapi ambao kweli yawatia uchungu yanayowapata ndugu zao wa Kiislamu wanaouawa katika nchi mbalimbali, lakini hamasa haujaa, hazina maana yoyote, maneno mengi yazungumzwa. Ni wangapi tushaona waweza kumwona kwenye maandamano apiga kelele kweli, baba kidogo njoo, kuna nini? Hatuwezi kubali. Basi bwana, sikiliza, kuna basi moja kesho litazunguka la kusanya watu ende jihadi. Sasa wewe nataka kuandika jina, waonaje? Mimi shaanza kuwa mtu mzima, tafuta wale vijana pale. Bado, wallahi bado ya akhi, hawajaleleka kisawasawa, zile nyoyo zikasimama kisawasawa, hawajaleleka. Usione mtu apiga kelele tu. Masala laysat mas'alat as-siyah, kupiga ukelele na watu hawako tayari. Wewe wapeleka watu katika sehemu hawako tayari. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amekuta mambo kama haya katika asri yake. Watu wenda vitani, huku waita maiti, huku waabudu makaburi. Hili jeshi haliwezi kushinda hili, wallahi haliwezi kushinda. Rudini mwanzo, kasomeni aqida, isomeni tauhid, ikite katika nyoyo zenu, basi nyinyi mtakuwa tayari kwa lolote kwa ajili ya dini ya Allah. Lakini ikiwa aqida mhazhaz, i'tiqadi yake mhazhaz, yatikisika, haieleweki, akiulizwa Allah yuko wapi hajui. Wangapi katika Waislamu leo muulize aina Allah, Allah yuko wapi, hajui mola wake yuko wapi. Kuna yule atakujibu yuko kila mahali, hapo hapo muulize, na hapo mfukoni mwako yuko? Anakuuliza wewe wasema yuko kila mahali, hapo mfukoni mwako yupo? Hapo swali la kwanza tu hajui kujibu. Mwingine hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko juu, hayuko chini. Sasa yu wapi? Si waona kitu? Kwani hawapo hawa? Wamejaa humu. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, walipokuja wale wakubwa, yale makundi ya Algeria kule Aljazair, ambao walikuwa wafanya upinzani dhidi ya serikali, na hii imerekodiwa, ukiitaka utaipata kwenye YouTube, imewekwa. Amuuliza, wale wafuasi wenu wote wajua kuwa Allah yuko juu? Wajua kuwa Allah yuko juu? Akimbia kulia, amwambia usinijibu jawabu la kisiasa. Wewe unataka kumchezea Sheikh Albani? Nenda katafute wengine. Nataka unijibu hapa, wajua kuwa Allah fi samaa, Allah yuko juu? Amwambia la. Amwambia basi haiwezekani, nendeni mkaanze kuwafundisha watu aqida, ama hakuna moja katika maisha yenu litafaulu. Na ndio maana msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni mdogo kuliko huu tuliokaa sisi, mdogo sana, lakini wallahi umetoa watu wamemeza ulimwengu mzima.
Wameweza masahaba sio kwa sababu wana silaha. Roma walikuwa na silaha kuliko masahaba, Furs walikuwa na silaha kuliko masahaba, lakin qataluhum liaqidatihim as-sahiha as-salima, kwa sababu itikadi yao iliyo safi sahihi. Allah akawapa ushindi katika kila vita walivyoingia. Allah akawapa ushindi kwa sababu walikuwa na malengo katika vile vita walivyoingia. Walikuwa malengo yao an takuna kalimatullahi hiya al-ulya, neno la Allah ndio liwe juu. Kuna kazi kubwa sana kuwalingania watu katika hili jambo muhimu sana. Ukitaka kuona athar ya tauhid katika maisha ya watu, tizama maisha ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi utajua kuwa kweli itikadi ikiwa sahihi yajenga umma. Law anfaqta ma fi al-ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Ilikuwaje mpaka masahaba nyoyo zao zikawa kitu kimoja, malengo yao yakawa ni mamoja? Ni kwa sababu itikadi yao ilikuwa moja. Hakuna kupakana mafuta kwa nyuma ya chupa, kama wanavyosema huyu aamini yeye dua yake ikubaliwi mpaka apitie kwa maiti. Atuwasema haina neno, sote ni kitu kimoja, wewe afanye unavyotaka na wewe ufanye unavyotaka. Nyinyi hamwezi kufaulu, hata mkaunda jeshi la aina gani hamwezi kufaulu, kwa sababu zile nyoyo hazijakuwa kitu kimoja. Kwa masahaba hii tauhid na aqida sahiha iliathiri katika maisha yao. Ndiyo maana mkaona mambo ya ajabu waliyafanya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao leo tukisoma katika tarehe waweza kufikiria ni ustura, ni kama ngano hivi zimeandikwa, hazikuwa kweli. Ndio maana watu wengine wakielezewa kuhusu al-Qa'qa' radhiyallahu anhu wasema haiwezekani binadamu kama huyu kuishi, haiwezekani. Wakielezwa kuhusu kina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu ardhah, na namna walivyokuwa hawaamini kama kuna binadamu waweza kufikia hali kama hii. Lakini nenda katizama katika tarikh, utaona namna gani tauhid inavyojenga huu umma. Na katika asri hii tunaoishi tunaona sisi, nitawapeni mfano. Al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alilingania katika tauhid katika asri ambayo ilikuwa shirki imeenea sana. Kwa kipindi kifupi, bimaana katika uhai wake, wakaweza kuwa na utawala, wakatawala nchi, na yeye akiwa ni mlinganizi katika tauhid rahimahullahu ta'ala, na wakaieneza tauhid. Na mpaka leo tuona matunda ya da'wa ya Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Nchi nzima imesimama, yajulikana kama al-Mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiyyah, imesimama. Ile asli yake ni da'wa ya Imam al-Mujaddid rahimahullah, akisimama pamoja na mfalme aliyesimama katika tauhid. Sasa tuje upande wa pili, Hasan al-Banna na wenzake na da'wa yao ya kiikhwani. Wao waonyesha wazi kuwa tunachokitaka sisi ni utawala, si muhimu kwetu sisi ikiwa watu wako katika aqida sahihi au la, si muhimu. Najtamiu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi, ambao huu msingi huu ndio wanaotembea nao leo wengi katika Waislamu, wengi sana, kutojali itikadi sahihi. Wakaenda mpaka karibuni kwa kura na vita na fujo, wakapata utawala Misri. Ule utawala ukaa miaka mingapi? Nani ajua? Mursi anatawala miaka mingapi? Imfika mitatu, miaka miwili, sio? Miaka miwili nafikiri, kama sikosea, miaka miwili takriban, miaka miwili. Akaanguka wala arudi tena, rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Tizama
kwa sababu ni da'wa haikujengwa katika misingi ya tauhid, mwisho wake ishia vipi? Na tizama da'wa iliyojengwa katika misingi ya tauhid ikasimama nchi, ile hali iliyokuwa nayo. Naam, 1700 mpaka sasa, subhanallah. Kwa hivyo kuanzia mwaka 1727 mpaka leo daula imesimama. Quruni hizo zilizopita, karne hizo zilizopita, mashaallah. Kwa karatasi hapa wakati wa adhana na ndio nasimama ishafika saa 2 sasa hivi. Wakati wa adhana inshallah muadhin yuadhin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا نعم. موضوع tunaozungumzia ni pana sana. So tukizungumzia tauhid au itikadi sahihi, lakini nataka nimalizie na baadhi ya mifano kuonyesha namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilipa kipaumbele na kuonyesha umuhimu jambo la tauhid na itikadi sahihi. Ilifikia hali kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua bai'a kwa masahaba wake kwa ajili ya tauhid. Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu